Mzee Mwamwindi akaenda kwenye gari la Dr. Cleru akasearch akakuta hamna funguo. Akarudi akamsearch mifukoni akakuta zile funguo akachukua, akaenda akawasha gari akaligeuza sasa akalisogeza pale alipokuwa Dr. Cleru. Akambeba na kulikuwa kuna kijana wake ambaye anaitwa Mohamed. Akamwambia Mohamed, hebu njoo nisaidie kumbeba huyo mtu tumweke kwenye gari. Basi wakambeba, kijana wake akamsaidia akambeba kutoka kwenye gari na mzee Mwamwindi akabeba ile bunduki aliyokuwa nayo akaiweka kwenye gari, akaendesha gari akaenda. Inasemekana kwamba kuna askari ambaye alikuwa muda huo na yeye yuko njiani barabarani. Tunaelewa kipindi hicho magari yalikuwa machache. Gari la mkuu wa mkoa likampita kwa haraka sana. Akawa anashangaa kawaza tu labda anawahi nyumbani sababu tayari ilikuwa imeshafika jioni. Basi mzee Mwamwindi akakanyaga mafuta spidi. Stop ya kwanza ilikuwa ni kituo cha polisi. Alipofika kituo cha polisi Central pale Iringa, akaenda akajishtaki akajisalimisha. Inasemekana kwamba aliwaambia kamchukueni mtu wenu kwenye gari. Mapolisi walishtuka kwa sababu kwanza wanajiuliza huyu ni nani na ana maana gani tukamchukue mtu wetu kwenye gari, na ni mtu ambaye nguo zake zilikuwa zinaonyesha zina damu. Basi walivyoangalia nje wakaona ni gari la RC. Basi walivyoenda kweli walikutana na maiti ya Dr. Cleru na wakapeleka hospitali kwa ajili ya kuthibitisha kama kweli amefikwa na umauti, na walivyofika hospitali walithibitisha kwamba Dr. Cleru alikuwa amefariki, na siku hiyo hiyo taarifa zilitapakaa, na kwenye taarifa ya habari ya saa 2 usiku habari zilitapakaa kwamba Dr. Cleru alikuwa amefariki kwa kupigwa risasi. Na akiwa kituoni mzee Mwamwindi hakukataa chochote. Sasa tumjue Mwamwindi ni nani na alikuwa ni mtu wa aina gani. Mzee Mwamwindi alizaliwa mwaka 1929 na haijasemekana kwamba alikuwa amepata elimu ya aina yoyote, lakini alikuwa dereva mpaka mwaka 1954 ndipo alipoamua kuacha udereva akarudi kijijini kujishughulisha na kilimo. Na alivyoanza mjini, kwanza alianza na shamba dogo tu, baadaye akapata eka 3, na muda huo wakati ana eka 3 alikuwa anakaa yeye na familia yake vichakani, yani alikuwa hana nyumba ambayo angeweza kuishi au kuita kwamba ni kwake. Kwa alikuwa anakaa vichakani, lakini ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kwa bidii sana, na baada ya hapo ukubwa wa shamba lake ukaongezeka kutoka eka 3 mpaka eka 16, na baadaye inasemekana alipata shamba la ukubwa wa ekari 160. Hili lilikuwa ni shamba kubwa sana, na alikuwa ni mtu ambaye anajishughulisha na kilimo sana sana, na alifanikiwa, na inasemekana kwamba alikuwa ni tajiri kwa viwango vya utajiri vya kipindi kile. Sasa mzee Mwamwindi alipokuwa anafanya shughuli zake za kilimo, na kuanzia mwaka 1954 mpaka 1971, kwa kipindi hicho mpaka hivi vijiji vya ujamaa vinapokuja sasa kutengenezwa mkoani Iringa, huyu alikuwa na shamba kubwa, na shamba lake lilikuwa kwenye ile barabara ya Iringa Dodoma. Kwa hiyo wakati vijiji vya ujamaa vinatengenezwa na mashamba yanagawiwa, shamba la mzee Mwamwindi lilikuwa katika lile eneo ambalo mashamba yalikuwa yanachukuliwa sasa yale mashamba ya watu binafsi na kuweza kutaifishwa na serikali. Kwa hiyo kwa bahati mbaya sana shamba lake na yeye likachukuliwa. Kwa hiyo kutoka ekari 160 akabakiwa na ekari 3 tu, na kwa bahati mbaya tena ule upande ambao ulitaifishwa ndo ulikuwa upande ambao ulikuwa una makazi yake na familia yake. Ulikuwa ni upande ambao ametengeneza makaburi ya familia, lakini pia ulikuwa ni upande ambao ni mkubwa zaidi wa shamba lake. Kwa hiyo wakati hivi vijiji vya ujamaa vinatengenezwa, na yeye alikuwa haafiki swala zima la ujamaa, lakini alikuwa hana cha kufanya. Basi kwa hiyo mzee Mwamwindi shamba lake lilivyotaifishwa kama amebaki na zile ekari 3, na vijiji vya ujamaa vilivyoendelea sasa alikuwa anaenda analima kwenye mashamba ya ujamaa na wenzake, alafu vile vipande vya mashamba ambavyo vilibaki aliomba apewe ili aendelee kulima. Huyu ni mtu ambaye alikuwa ni mkulima, wanasema mkulima damu, alikuwa anapenda kulima. Kwa hiyo na hiyo siku ya tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 1971 ambapo Dr. Cleru sasa rasmi alimkuta shambani, kwa sababu huyu ni mtu ambaye alikuwa ni mkulima na yeye hakujali kwamba ni sikukuu. Kwa hiyo bahati mbaya sasa ikatokea kile kisa cha mzee Mwamwindi kumuua Dr. Cleru. Wakati mzee Mwamwindi anapelekwa mahakamani, hichi ndicho alichokisema.
alikuwa haelewi nini kilikuwa kimemkasirisha Dr. Kheru mpaka alikuwa anamtukana, anamwambia maneno machafu. Yeye alikuwa kwenye trekta lake analima, akawa haelewi kwamba kwani huyu mtu mimi nimemfanya nini? Kwa nini ananitukana? Kwani mimi nimefanyaje? Na pale alipokuwa anamgusa na ile fimbo yake kifuani, kwanza aliwaza au nimnyang'anye hii fimbo, lakini akawaza huyu ni mkuu wa mkoa na huenda atakuwa na silaha. Kwa hiyo akaogopa, akasema kwa kuwa na silaha basi ngoja na mimi nipate silaha yangu. Yaani hii ni picha ambayo aliitengeneza kichwani kwake, na haimaanishi kwamba Dr. Kheru alikuwa na silaha. Akaona kwamba huyu mtu kwa kuwa atakuwa na silaha, basi na mimi nikafuate silaha yangu. Na alivyochukua silaha yake, alivyotoka nje ya nyumba, akamkuta pale Dr. Kheru, akampiga risasi, na hakuna neno lolote ambalo mzee Mwamwindi alikanusha. Yote aliyasema kuwa ni ukweli, lakini alisema kile kitendo kilimkasirisha sana na kikamfanya yeye kufanya yale ambayo alikuwa ameyafanya kwa muda ule. Na kati ya mashahidi mbalimbali walioitwa, kulikuwa kuna wazee ambao walikuwa ni wa kabila la Kihehe, na wao waliulizwa maswali kama, je, watu toka kabila la Wahehe wanakuwa na tabia gani wakiwa na hasira? Je, ni kawaida kwa Wahehe kuua pale ambapo wana hasira? Na walisema kweli, kwa Wahehe unaweza ukawaita mambo mengi, unaweza ukamtukana mambo mengi, lakini usimtukane wala usitukane wafu wao, yani wale watu ndugu zao waliotangulia mbele za haki. Na alisema kwamba Wahehe ni watu ambao ni wapole, lakini hawapendi kutukanwa. Lakini kabla hatujafikia mwisho, ningependa tutazame upande mwingine wa historia ya Mwamwindi, ambapo mke wake mwenyewe aliulizwa na akasema kwamba Mwamwindi alikuwa na changamoto ya akili, kwa Kiingereza wanaita schizophrenia, ambao ni aina ya kurukwa na akili, yaani utengano kati ya uhalisia na fikra za mwanadamu, ambapo zinamsababishia kufanya matendo au kuwa na tabia ambazo sio za kikawaida. Na hapo awali alikuwa ameshapata changamoto hiyo na alitibiwa na hakuwahi kuonyesha tena dalili za ugonjwa huo. Kwa hiyo Mwamwindi katika kipindi ambacho anafanya haya mauaji hakuwa na changamoto ya akili, alikuwa ni mtu mzima. Na tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 1972 mzee Mwamwindi alipatikana na hatia ya kuua kwa kukusudia na alihukumiwa kunyongwa hadi kufa, na hukumu hiyo ilitekelezwa na aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo ndo kesi na kisa cha Dr. Kheru na mzee Mwamwindi ambaye alimuua siku ya Krismasi, na mimi naona ni hasira ambazo zilimpelekea kuua, lakini pia hasira za Dr. Kheru zilimpelekea kumwambia Mwamwindi maneno ya kashfa. Kwa hiyo tunaona madhara ya hasira kwa pande zote mbili. Hatufahamu ni nini kilimkasirisha Dr. Kheru mpaka akaenda akawa anamkashfu, anamkosea, anambonyeza bonyeza pale shambani, lakini alikuwa amekasirika na hasira hiyo ilimpelekea sasa kumkasirisha pia Mwamwindi. Simtetei kwa kile alichokifanya, lakini pia Mwamwindi naye alikasirika na akafanya kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo somo kubwa ambalo tunajifunza kutoka kwenye hii kesi ni madhara ya hasira. Unaweza ukaandika hapo chini ni nini kimekusisimua kwenye hii kesi, lakini pia kama kuna kesi ambazo ungependa nisimulie, unaweza pia ukaniandikia hapo chini, na tuonane tena.